Niaba ya wamama wakuu na masista wote, napenda kutoa neno la shukrani leo tunapofanya kumbukumbu ya siku 40 tangu ndugu zetu walale kwa Bwana. Wapendwa sana waombolezaji wenye matumaini, taifa la Mungu, leo ni siku ya 40 tangu tufikwe na janga hili kubwa, japo kiimani tunasema wamelala katika Bwana. Haikuwa rahisi kuelewa wala kupokea, na wengine bado tupo kama ndotoni, lakini kama mwaka wa jubilei unavyosema, ndoto yenye matumaini. Masista wetu wameondoka baada tu ya kuzindua jubilei ya shirika ya miaka 100 tangu Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu atangazwe mtakatifu, na nilibahatika kuwa Roma wakati Sister Lily akinishirikisha mipango ya kuzindua jubilei hii, na hata alifurahi sana alipomwalika Kardinali Tagle ambaye alikubali mwaliko wao wa kuzindua sherehe hii. Kwa kweli alipania sana tukio hili la uzinduzi na aliweka mipango mingi mizuri. Pamoja na jubilei ya kishirika, masista wameondoka katika mwaka wa jubilei wa miaka 2025 ya Ukristo, ambao kauli mbiu inasema maujaji wa matumaini yasiyotetereka, na wengine huongeza matumaini yasiyotetereka pamoja katika sala. Nipo hapa kustaajabia ukuu wa Mungu katika tukio hili. Katika mambo mengi yaliyotokea kabla yake, ajali hiyo tunaweza kusema ni kama walijua au walikuwa wanaaga. Yapo mambo mengi na habari nyingi zinazoonesha mtu anapokufa anakuwa anajua. Juzi au jana nilisikia pia kuwa Sister Nari ambaye ni mshauri wa shirika au katibu, ambaye ndio anabeba laptop yenye kila kitu katika shirika, kwa kawaida hampi mtu yoyote ile laptop, na wala ofisi yake hawezi kuingia mtu. Lakini safari hii wakati anaondoka Italy aliacha funguo akakabidhi, na alipokuwa anaondoka kwenda Kahama kwa nadhiri aliacha laptop yake Chang'ombe. Mambo hayo yanaendelea kunistaajabisha. Ni mtendaji mkuu, lakini katika Mungu tunaamini alijua au aliona, lakini tunajua Mungu anaandaa haya yote. Basi niseme masista wa Karmeli, wanafamilia wa Sister Lily na wengine wote tulioguswa na msiba huu, Mungu anabaki kuwa Mungu. Huwezi kuhoji wala kubisha wala kukataa. Saa ikifika tunapokea, na inabidi kuishi lile neno lake analosema kesheni, kwani hamjui siku wala saa. Sisi wa mama wakuu tumesikitika sana, japo tumebaki na tumaini kubwa. Yeye Sister Lily alikuwa kati yetu, na hasa wakati ule akiwa kiongozi wa delegate wa hapa Tanzania na East Africa. Alikuwa ni mtu wa malezi na sadaka, na mara zote tulipohitaji mtu wa malezi, kila mmoja aliposema hana nafasi labda ya kutoa malezi au semina kwa walelewa wetu au wanovisi, yeye alijitokeza mara moja. Lakini hata katika mikutano alisisitiza sana umuhimu wa malezi, kulea watu kitawa. Nimeshangaa juzi wakati naangalia zaidi pale tarehe za makaburi, ndio niligundua kumbe Sister Lily alizaliwa siku ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji. Wakati kanisa linaadhimisha kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji, Sister Lily alizaliwa. Nimejaribu kulinganisha maisha ya Sister Lily na ya Yohane Mbatizaji, naona kuna ulingano mkubwa sana. Mungu anajua kwa nini ilikuwa hivyo. Lakini basi Sister Lily alimpenda sana Mungu. Kwa matendo yake alikaa mbele daima kanisani. Mimi kwangu ilikuwa inanistaajabia, kwa sababu kama kiongozi mara nyingi wengi tunapenda kukaa nyuma ili tuone nani anasali vizuri, nani hakai vizuri, nani anyooshwe vizuri. Lakini nilikuwa namshangaa Sister Lily, sio tu hapa Tanzania, hata nilipoenda Roma kwenye kanisa lao, yeye akiingia ni kiti cha mbele kabisa. Sasa hiyo kwangu nimetafakari, sio tu kama mtu wa sala, lakini mtu ambaye anamwachia yote Mungu.
Yaani hategemei kuongozwa na kichwa chake, anategemea kuongozwa na Mungu. Na juzi pia niliposhirikishwa moja kati ya moto au karama ya Karmeli kwamba sala ni nini? Sala ni kukaa mbele ya mpenzi wako, kutazamana na kupendana. Kwa hiyo niliona kumbe Sister Lily yeye alitafuta tu kumpenda bwana wake, na tujue, unajua unapokaa nyuma utaangalia huku na huku, utamuona mwingine, utampenda, utamchukia, lakini ukikaa mbele unaiangalia tu altare, unamtazama Yesu. Sister Lily ametufundisha mengi, na hasa hiyo ya kumpenda bi harusi wake. Alionyesha matumaini makubwa hata katika wakati mgumu. Yeye aliweza kuwaelewa hata wenye tabia ngumu. Unashangaa sana anaelewaje au anawezaje kupooza katika jambo kama hili. Wewe ungetamani tu labda mtu aondoke au afanyeje, lakini sio kwa Sister Lily. Aliweza kuelewa. Sister Lily ametuachia mfano mkubwa, na alikuwa na nafasi na kila mmoja. Akikaa na watoto hapo umtoi. Hata kaa nao utasema sasa inatosha aje huku watoki. Akikaa na vijana anawaelewa, anakaa nao. Akikaa na wazee, mimi nilishuhudia pale Italy kwenye nyumba jumuiya, kuna waliokuwa wakimsubiri wazee, hata wakumbatia, hata kaa nao, wanamsubiri, wanampenda. Kwa kweli nilistaajabia mambo mengi ambayo naamini Mungu pia alikuwa na sababu na mimi kuyaona mambo hayo yote mwaka huu. Nikiongelea ukarimu wake, na wenyewe ni kitu cha pekee. Nikiangalia ukarimu wake katika yale ambayo aliyajua. Tuko wengi ambao labda tumesoma fani fulani, lakini zinakuwa kama ni fani kwa ajili yetu. Lakini yeye kile alichojifunza, kile alichokiamini, hakusita kukifundisha kwa wengine. Akipata elimu mpya, hata matoleo mapya yakitoka huko Roma, anaweza kaniuliza, "Mama, umesikia kuhusu hili? Baba Mtakatifu ametangaza hiki na kile." Lakini basi hata yale mengine ambayo aliyaamini hakusita kuyaelezea na kuyafundisha. Lakini pia katika hilo swala la ukarimu alipenda kutembea na vizawadi vidogo vidogo mfukoni, ambayo kwangu naona ni upendo wa pekee. Na ilikuwa ni namna nyingine ya kuinjilisha, kwa sababu tunapogawa visakramenti maana yake ni kama tunawaambia wengine ni nafasi ya kusali. Kwa hiyo hata hii alipofariki, wako watu kama watatu ambao waliniambia, alipita kwangu akaniachia skapurali. Mwingine alipita, huyu wa skapurali ni Morogoro, wa Mbeya ni ile key holder, na mwingine ni kisanamu cha Bikira Maria, ambayo kwangu mimi ni kawaida, kwa sababu ni kweli nilikuwa nashuhudia na kumuona, na mimi pia ninavyo vitu vingi ambavyo alinipa kwa nyakati tofauti. Kwa kweli siwezi kusema yote nikamaliza, lakini basi Maria Lily na masista wenzake, Sister Nadia Damaris na Sister Maris, mimi ningeweza kusema ni mbegu ya ngano. Kama anavyosema Yohane katika sura ya 12 mstari wa 24, "Amin, amin nawaambia, punje ya ngano hubaki punje, isipokuwa tu ikianguka katika udongo na kufa, na inapokufa basi huzaa matunda mengi." Kwenu dada zetu wa Karmeli, masista hao 4 wameondoka, lakini wanachoenda kuzaa ni uinjilishaji mkubwa katika yote ambayo mlitamani wafanye, wanaenda kuyafanya kwa namna nyingine. Tuenzi yale ya kwao, wameondoka lakini watazaa zaidi na zaidi. Kama Mama Lily mwenyewe alipokuwa na tamaa ya kufikisha msalaba wa Kristo kama Teresia wa mtoto Yesu katika dunia nzima, naamini kwa namna moja au nyingine Mungu anaenda kuyakamilisha yote. Tumwache Mungu aitwe Mungu, kwani Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tafuata neno kutoka kwa mkuu wa province. Baada ya neno kutoka kwa mkuu wa province, tutapata baraka, na kwa maandamano utaenda kwa ajili ya baraka kule makabrini. Baada ya baraka kule makabrini, wote tutarudi mahali hapa. Karibu sisi.